أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Khalifa mtukufu ayyadahullah taala bin Aziz anasema Mwenyezi Mungu anawaamuru waaminio kwamba mnatakiwa muendelee kushindana katika mema, yaani mnatakiwa mushindane katika mema. Kisha wale wanaofanya mema na wanaofanya vitendo vizuri, Mwenyezi Mungu amewaita hawa ni viumbe vizuri, kama Mwenyezi Mungu anasema innal lazina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya. Yani bila shaka wale walioamini na wakafanya vitendo vizuri, bila shaka hawa ni wale ambao ni viumbe vizuri kushinda viumbe vingine vyote. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza maelezo ya aya hii anasema mwanadamu anatakiwa yeye atekeleze majukumu yake na katika vitendo vizuri apate maendeleo. Khalifa mtukufu ayyadahullah taala bin Aziz anasema kwamba kupata maendeleo katika vitendo vizuri na kufanya mema ni kitu ambacho kinamfanya Muislamu kuwa muaminio halisi, na kwa ajili ya kupata hali hii tunatakiwa tufanye juhudi kwa ajili ya kutuongoza kwa kupitia Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alituelezea vizuri sana na alitupatia nasaha vizuri, kwa mfano kuhusu hii kwamba mema ni nini na namna gani tunaweza kufanya mema halisi. Na kwa ajili ya kufanya wema, kwa nini tunatakiwa tumwamini Mwenyezi Mungu, na vile vile imani hali yake inatakiwa iwe aina gani, na namna gani tunaweza kuboresha hali ya imani yetu, kwa kupitia njia gani tunaweza kufanya wema, na wema ina daraja ya aina gani, na wema ni aina gani na ni aina ngapi, kisha namna gani Mwenyezi Mungu anampatia ujira yule ambaye anafanya wema. Sayyidina alayhi salatu wasallam alieleza hayo pia kwamba mtu anafanya mambo ambayo yanaruhusiwa na yeye hapiti kiasi, basi hii inakuwa wema. Na vile vile amesema mwaminio anatakiwa aboreshe
wema yake kiasi gani, ili muradi sainam alahi salatu wassalam ameeleza hekima ya wema na uhakika wake, na vile vile ameeleza madhumuni ya wema katika njia mbalimbali. kuhusiana na mada hii mimi nataka kusoma baadhi ya maandiko ya sayyidina alahi salatu wassalam kwa kueleza kitu hiki kwamba wema ni nini, na vile vile wema ndogo inakuwa njia ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza mada hii sayyidina alahi salatu wassalam anasema kwamba wema ni ngazi ya kupanda kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu anataka kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, anataka kupata ukaribu naye, basi kwa ajili ya hii wema inafanya kazi kama ni ngazi. Lakini kumbukeni wema ni nini. Amesema shetani anakaa katika njia ya watu na anawapoteza watu katika njia iliyonyoka. Kwa mfano, usiku chakula kilipikwa kingi sana, yani mtu alikuwa mtajiri amepika chakula kingi na kile chakula kilibaki mpaka asubuhi, yani hakuweza kumaliza kile chakula kilichopikwa usiku, na kesho yake chakula kingine kizuri kimewekwa mbele yake. Yeye bado hajaanza kula. Katika hali hii maskini fukara akaja nyumbani kwake na akaomba msaada wa chakula. Yule mlaji wa chakula akasema kwamba chakula kilichobaki cha jana umpatie huyu maskini ambaye amekuja kuomba chakula, ila hali mbele yake kuna chakula kingine kizuri kilichopikwa siku ile. Hazur anasema, je, hii inaweza kuwa wema? Kwa sababu kile chakula kilichopikwa jana kingeendelea kubaki. Kwa hiyo kwa nini yeye alitaka kumpatia yule maskini chakula kilichopikwa jana? Mwenyezi Mungu anasema yutimuna taama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Amesema hii pia ieleweke kwamba taam ni kile chakula ambacho ni kizuri, yani chakula kinachopendwa ni taam katika neno la Kiarabu. Kile chakula kilichooza si taam, yani wao wenyewe hawapendi kile chakula, haiwezi kuita taam katika lugha ya Kiarabu. Yani yeye bado hajaanza kula kile chakula kilichopikwa siku ile ile. Ikiwa anatoa chakula katika kile chakula na anampatia yule maskini ni wema. Yani mtu anakuja nyumbani kwake anaomba msaada wa chakula, anaomba chakula, basi ikiwa anampatia chakula kilichopikwa siku ile basi ni wema. Lakini ikiwa yeye anaona kwamba mimi nakula chakula kilichopikwa leo na akawaambia watu wa familia kwamba chakula kilichobaki cha jana basi kipewe huyu maskini, apewe kile chakula, hii si mwema. Basi ikiwa mtu anakuwa na tabia aina hii, yeye hafanyi wema. Ikiwa anataka kufanya wema, basi anatakiwa ampatie chakula kilichopikwa siku ile. Na hali hii ya wema inaweza kupatikana namna gani? Hali hii haiwezi kupatikana bila kuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwa kueleza mada hii, sayyidina alahi salatu wassalam anasema kwa ajili ya kupata wema halisi ni muhimu mtu awe na imani juu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu watu hawajui mtu anafanya nini huko nyumbani kwake. Mtu anapokuwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu anajua kila kitu, labda hawa watu wengine, viongozi wengine wa dunia au serikali au idara mbalimbali haiwezi kujua kwamba mtu anafanya nini nyumbani kwake, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Na mtu anatakiwa awe na imani kwamba Mwenyezi Mungu anajua kila kitu na ana elimu ya kila kitu. Yeye ana elimu ya ghaibu. Amesema ingawa mtu anasema kwa ulimi wake anafanya wema,
na yeye hana hofu kwamba atakamatwa kwa sababu ya mawazo ya moyo. Yeye anatakiwa awe na hofu ya Mwenyezi Mungu kila wakati, hata kama yuko peke yake au yuko nyumbani. Baadhi wakati yeye anafanya kazi peke yake, baadhi wakati amejificha, na kwa kidhahiri anaona kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anamuona, na kwa sababu ya kuwa na hali hii yeye baadhi wakati anafanya vitendo vizuri. Lakini ikiwa yeye ana imani juu ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye anajua kila kitu, basi katika hali hizi zote yeye hawezi kufanya vitendo vibaya. Basi ikiwa mtu anataka kufanya wema hasa, anatakiwa awe na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Anatakiwa awe na imani kwamba Mwenyezi Mungu ni shahidi juu ya vitendo vyake vyote na hali yake ya moyo wake. Basi imani ya aina hii inapopatikana, mtu anaendelea kumkumbuka Mwenyezi Mungu, ndipo katika hali hii mtu anaweza kufanya wema halisi. Kisha Hazur anasema kwa kueleza maana halisi ya wema, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba ucha Mungu maana yake ni kwamba kuepukana na mambo mabaya madogo madogo. Wema si hii mtu anasema kwamba mimi ni mtu mwema kwa sababu mimi sinyang'ai mali ya mtu mwingine, mimi sikuiba mali ya mtu mwingine, na mimi sikuchuma mali kwa njia mbaya. Hii si wema. Amesema ikiwa mtu anasema yeye hakufanya ujambazi, hakufanya uwizi na hafanyi uzinifu, hafanyi zina, wema hii si wema kwa ajili ya mtu mwema, kwa sababu ikiwa yeye anafanya vitendo hivi vibaya kama uwizi na ujambazi, lazima atapata adhabu yake. Kwa hiyo hii si wema ambayo inaheshimiwa mbele ya mtu mwema, bali wema halisi ni ile kwamba yeye atoe huduma kwa ajili ya wanadamu, na yeye awe mtiifu mkamilifu katika njia ya Mwenyezi Mungu, hata awe tayari kutoa nafsi yake katika njia yake. Hata Mwenyezi Mungu amesema inna Allaha ma'a allazina taqaw wal lazina hum muhsinun, inna Allaha ma'a allazina taqaw wal lazina hum muhsinun, yani Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale ambao wanaepukana na maovu, na pamoja na hii wanafanya vitendo vizuri. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kumbukeni kwamba kuepukana na maovu sio kitu chenye sifa wala sio wema, mpaka yeye anafanya vitendo vizuri pia. Pamoja na tabia hii, wapo watu wengi ambao hawakufanya zinaa katika maisha yao, wala hawakumwaga damu, wala hawakufanya wizi, wala hawakufanya ujambazi. Licha ya kuwa na hali hii, wao hawakuonyesha imani halisi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wao hawakufanya wema wala hawakujitolea, ingawa wao wameepukana na madhambi mengi. Yani wale watu ni wale ambao hawakutimiza haki ya Mwenyezi Mungu na haki za viumbe vyake. Kwa hivyo wao hawakufanya wema, ingawa hawakufanya maovu mengi sana, lakini hawakutimiza haki ya Mwenyezi Mungu wala hawakutimiza haki ya binadamu. Basi katika hali hii wema yao si wema. Amesema ni mjinga yule ambaye kwa kueleza mambo haya yote anasema kwamba yeye ni mtu mwema, kwa sababu vitendo hivi vibaya ni vitendo vibaya, na kwa kuepukana na vitendo hivi yeye hawezi kuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu na walii wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anaendelea kusema kwamba hii si fahari kwamba mtu afurahi juu ya hii tu kwamba yeye hafanyi zina au yeye hakumwaga damu wala hakuiba. Kitu hiki si kitu cha sifa
kwamba yeye anasema yeye hakufanya vitendo hivi vibaya na yeye hakufanya maovu. Amesema yeye anajua kwamba akiiba atapata adhabu, atakatwa mikono yake, akiiba akafungwa gerezani. Kwa hiyo hii si sifa, bali yeye hafanyi hii kwa sababu ya kuwa na hofu ya adhabu. Islam si hii kwamba mtu aepukane na mambo mabaya, bali yeye anatakiwa aepukane na mambo mabaya na afanye wema. Basi ikiwa yeye hafanyi hivi, yeye hawezi kuwa hai upande wa kiroho. Yani hekima ya mafundisho ya Islam ni kwamba mtu aboreshe hali ya kiroho na yeye aboreshe imani yake. Lakini ikiwa yeye anaacha maovu tu, basi katika hali hii yeye hawezi kuboresha hali ya imani yake, bali baada ya kuacha maovu anatakiwa afanye wema na afanye vitendo vizuri. Pengine yeye hawezi kuwa hai katika dunia ya kiroho. Amesema kwamba wema ni kama chakula, kama mtu hawezi kuishi bila chakula, hivyo ndivyo yeye, madamu yeye hafanyi wema, hawezi kuwa hai upande wa kiroho. Na hali hii inaweza kupatikana ikiwa mtu anapata maendeleo katika imani. Halifa mtukufu anasema kwamba mtu anatakiwa awe na imani juu ya Mwenyezi Mungu kiasi gani, na hali hii inapatikana wakati dhahiri na ndani ya mtu inakuwa sawa sawa. Kama mtu anakuwa na yakini kwamba akiweka mkono wake katika shimo la nyoka atangata, na yeye anatakiwa awe na imani hii kwamba akifanya maovu basi atakamatwa na Mwenyezi Mungu, na awe na imani kwamba nikifanya maovu Mungu ananiona na ataniadhibu. Hazur anasema kwamba katika kila kitendo cha mtu inatakiwa athibitike kwamba Mwenyezi Mungu ananiona. Sayyidina Alayhi Wasallam anasema mtu mwema ni yule ambaye batini yake na dhahiri yake ni sawa, yani moyo wake na dhahiri yake ni sawa, na yeye anatembea ardhini kama ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Yani yoyote yanapatikana moyoni wake inapatikana kwa kidhahiri pia. Katika hali hii yeye amekuwa kama ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye hamwamini Mwenyezi Mungu, hata kama yeye anakuwa na hulka njema, yeye hawezi kupata hali hii, hawezi kupata daraja hii. Lazima yeye atapata mawazo ya kuharibu imani ya hali yake. Hata kama anakuwa na hulka njema, lakini yeye hawezi kuwa imara katika wema. Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam anasema kwamba mtu anapojua adhabu atapatikana, yeye hawezi kufanya maovu. Ikiwa sisi tunajua kwamba sumu fulani ni sumu, basi sisi tunajua kwamba ile ni sumu. Katika hali hii sisi hatuwezi kuonja sumu ile. Ikiwa hatuonji, basi sisi tutasalimika katika kufa. Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam anaendelea kusema, muelewe vizuri kwamba mzizi wa wema ni imani juu ya Mwenyezi Mungu. Kadiri imani inakuwa dhaifu, sawa na hali ile vitendo pia vinakuwa dhaifu. Lakini kama imani inaimarika na mtu anamwamini Mwenyezi Mungu pamoja na sifa zake zote, sawa na ile hali mabadiliko yanapatikana katika vitendo vya mtu. Yani Hazuru anasema ikiwa mtu anakuwa na imani Mwenyezi Mungu ana nguvu juu ya kile, ana uwezo juu ya kila kitu na ana kudra juu ya kila kitu, katika hali hii
mabadiliko yanapatikana ndani ya vitendo vya mtu, yaani mtu anaanza kufanya vitendo vizuri badala ya kufanya maovu, anaanza kuelekea kwenye mwema. Yule ambaye anakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu hawezi kufanya dhambi. Yaani hii haiwezi kutokea upande mmoja anakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu na upande mwingine anafanya maovu na dhambi. Kwa sababu ikiwa mtu anakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu hawezi kufanya dhambi. Angalieni kama mtu ikiwa tunatoa macho yake, yeye hawezi kufanya dhambi kwa kupitia macho yake. Ikiwa mikono inakatwa na dhambi anayeweza kufanya kwa mikono yake, hawezi kufanya dhambi ile kwa sababu mikono yake imekatwa. Hivyo ndivyo mtu anapokuwa na nafsi mutmainna, yeye anakuwa kama ni kipofu. Yani ikiwa yeye anamuona mtu mwingine, yeye hamuoni kwa njia mbaya. Katika hali hii tamaa yake yote mbaya inaondoka. Anakuwa na masikio lakini anakuwa kama ni bubu. Yeye hawezi kusikia maneno ya dhambi. Hivyo ndivyo tamaa zake zote za nafsi zinakatwa na mauti inapatikana juu ya uwezo ambao unaweza kufanya dhambi, na yeye anakuwa chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na bila ridhaa ya Mwenyezi Mungu hachukui hata hatua moja. Hali hii inapatikana wakati mtu anapokuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Yani hali hii yote inapatikana wakati mtu anakuwa na imani kweli kweli juu ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii yeye anapata utulivu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hili ni lengo linalotakiwa mtu awe nalo katika maisha yake. Yani sisi tutoe uchafu wa kila aina katika mawazo yetu, na wala sisi tusisikie maneno ya uchafu. Amesema Sayyidina al-Islam, jumuiya yetu inatakiwa iwe na hali hii, na kwa ajili ya kupata utulivu kamili mtu anatakiwa awe na imani kamili. Yani jumuiya inatakiwa ipate imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu. Haya ni malengo alitupatia Sayyidina alayhi salatu wasalam. Katika hali hii sisi tutahesabiwa pamoja na fastabiqul khairat, yani pamoja na wale watu ambao wanashindana katika wema. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza maana ya wema amesema mtu anatakiwa awe na mambo mawili. Ya kwanza aepukane na maovu, na ya pili aelekee kwenye wema. Na wema pia inakuwa ni aina mbili. Ya kwanza ni kuacha shari, na ya pili ni kufuata ni kufuata mema, yani kufanya mema. Amesema kwa kuacha maovu mtu hawezi kuwa mwaminio mkamilifu. Ikiwa mtu anaacha maovu tu, basi imani yake bado haijakamilika mpaka yeye afanye mema, yani awafaidi watu wengine, afanye vitendo vizuri na awafaidi wengine, ndipo imani yake itakamilika. Amesema hali hii inapatikana ikiwa mtu anakuwa na imani halisi juu ya sifa za Mwenyezi Mungu. Ikiwa hali hii haipatikani, mtu hawezi kuepukana na maovu. Hazur anasema kwa ajili ya kujua kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa aendelee kusoma Qur'ani tukufu, yeye ataendelea kujua kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu. Amesema wapo watu wengi ambao wanaogopa ufalme
ikiwa wanaogopa ufalme wa dunia, kwa nini hawamwogopi Mwenyezi Mungu? Wanapata ujasiri wa kufanya maovu. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba imani yao ni dhaifu. Hii ndiyo ni sababu kwayo hii ndiyo ni sababu, ndiyo maana wanafanya maovu, kwa sababu hawana imani halisi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maovu yanapatikana wakati imani inakuwa dhaifu. Mtu anakuwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu ni alimul ghaib, lakini kwa vitendo anathibitisha kwamba yeye hana imani halisi juu ya sifa hizi za Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana yeye anakosa kufanya vitendo vizuri, hafanyi vitendo vizuri. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba mtu anaepukana na maovu wakati mtu anakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Na kitu cha pili inatakiwa kiwe hivi kwamba afuate njia zilizofuatwa na watumishi wa Mwenyezi Mungu. Yani kwanza awe na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Ya pili atafute wema ambazo zilifanywa na manabii wa Mwenyezi Mungu na mawalii wa Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni njia kwayo anaweza kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba kitu cha kwanza ni hiki kwamba yeye aepukane na maovu, na hali hii inapatikana wakati mtu anapojua kuhusu sifa jalali ya Mwenyezi Mungu. Na hali nyingine inapatikana kwa kuwa na imani juu ya jamali ya Mwenyezi Mungu. Madamu mtu hapati uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambao ni Ruhul Qudus, mtu hawezi kupata hali hii. Ruhul Qudus yanapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa baada ya kupatikana Ruhul Qudus, mtu anapata utulivu moyoni mwake na anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake. Katika hali mtu anaelekea kwenye wema na anapata utulivu moyoni mwake. Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema kwamba mnatakiwa muige mifano ya manabii katika sifa hii. Mpendo wa Mwenyezi Mungu anafanya vitendo vizuri kwa shauku. Kama mtoto anakula kitu kizuri kwa shauku sana, hivyo ndivyo mtu anapokuwa na Roho Takatifu. Katika hali hii wema inakuwa kama ni maji tamu na vyakula vizuri, na yeye anakimbilia wema na anaanza kufanya mema katika maisha yake. Na katika hali hii hali ya moyo inakuwa ya aina yake, mtu hawezi kueleza hali ile katika maneno yake, na ni moyo tu ambao unaweza kuhisi hali ile, mtu hawezi kueleza katika maneno yake. Katika hali hii anapata baraka za Mwenyezi Mungu. Mtu asiwe na fahari juu ya hii tu kwamba yeye baadhi wakati analia mbele ya Mwenyezi Mungu, baadhi wakati anapata nafasi ya kulia. Yani katika swala baadhi wakati mtu analia na moyo umelainika, basi mtu asifurahi juu ya hali hii tu, asione kwamba amepata wema. Baadhi wakati hali hii inakuwa ya muda. Baadhi wakati mtu anasoma story, na kwa kusoma story ile anaanza kulia. Azuri anasema wapo watu wengine ambao wanasoma vitabu na kwa kusoma historia za watu wanaanza kulia.
sayyidina alayhi salam anasema kwamba wao wanajua kwamba stori ile si sahihi bali ni uongo, lakini licha ya kuwa na ahli anasoma stori ile na anaanza kulia. Kwa hiyo kulia si dalili ya utulivu na wala si dalili ya ladha. Ikiwa hii ndiyo ni dalili ya utulivu, basi watu wa Ulaya wangepata utulivu, kwa sababu watu wanasoma hapa historia na wanaanza kulia. Hata wengine kwa kuangalia vipindi vya TV wanaanza kulia, hata kwa kusikia stori za watu wengine wanaanza kulia. Kwa hiyo si dalili ya kupata wema wala si dalili ya kupata maendeleo katika vitendo vizuri. Maendeleo ya vitendo vizuri ni kwamba mtu aepukane na maovu na afanye vitendo vizuri vyote kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwanza alisema mtu anatakiwa aache ushirikina na afanye wema. Sasa Sayyidina alayhi salatu wasalam anaeleza sehemu yake mbili. Mtu akifanya vitendo vizuri kuna njia yake mbili, ya kwanza ni fardh na ya pili ni nafali. Yani wema ina sehemu mbili, ya kwanza ni ile ambayo ni fardh na ya pili ni ile ambayo ni nafal. Fardh ni ile ambayo mtu amelazimishwa. Kwa mfano mtu analazimika kulipa mkopo, yani yeye alichukua mkopo na amelipa mkopo ule. Hivyo ndivyo ni kufanya wema dhidi ya wema ni fardh juu yake, lakini kitu kinachofanywa zaidi na hayo ni nafali. Yani wema ile ambayo si fardh yeye anafanya, yani mtu anafanyiwa ihsani na zaidi ya kufanyia ihsani anampatia zaidi, hii ni nafali. Kwa kupitia wema hii ya nafali fardh inakamilika na inaboreka. Kwa kueleza hadithi, Sayyidina alayhi salam anasema fardh ya dini kwa mawali wa Mwenyezi Mungu ni nafali, yani imani yao inakamilika kwa kupitia nafali. Yani wao wanatoa sadaka na wanaswali nafali na Mwenyezi Mungu anakuwa rafiki yao. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu hawa watu kwamba Mungu anakuwa rafiki yao kiasi hiki kwamba Mungu anakuwa mikono yao, hata na Mungu anakuwa ulimi wao, kwao wanazungumza. Huzur anasema mtu anapopata uimara katika imani, katika hali hii anafanya vitendo vizuri. Anapofanya hivi basi Mungu anampatia nafasi ya kufanya vitendo vizuri zaidi. Kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema Mwenyezi Mungu ameweka kanuni kwa ajili ya Islam kwamba wema inazalisha kwa kupitia wema moja. Katika Tazkiratul Awliya nilisoma mtu mmoja mzee alikuwa akiabudu moto. Siku moja wakati wa mvua, yeye alikuwa anawapatia chakula ndege juu ya paa la nyumba yake. Jirani yake alikuwa wali wa Mwenyezi Mungu Muislamu. Kwa kuona hali hii akamwambia yule mzee kwamba unafanya nini hii? Yule mtu akamjibu kwamba siku kama 6-7 mvua inanyesha na mimi nawapatia chakula hawa ndege kwa sababu nakosa chakula katika mvua huu. Yule mtu jirani yake akasema kwamba kitendo chako kitaenda bure kwa sababu wewe ni mkafiri, wewe hutapata ujira wake kwa sababu unaabudu moto, wewe ni mkafiri. Yule mzee akamjibu mimi lazima nitapata ujira wake. Yani yule mtu alikuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu, ndio maana alisema mimi nitapata ujira wa kitendo hiki. Au yeye alikuwa na maumbile mazuri, kwa hiyo alisema mimi nitapata ujira wake. Yule mzee, yule mtu wali wa Mwenyezi Mungu anasema nilienda kuhiji nikamkuta kwamba yule mzee ambaye alikuwa anapatia chakula ndege anafanya haji.
kwa kumwona yule mtu kule nikashangaa, na nilipoenda karibu naye, yeye kabla sijamuuliza akasema kwamba je, kile kitendo changu kimeenda bure? Je, mimi sikupata ujira wangu kwa sababu ya kile kitendo changu? Mimi nafanya haji, yani Mungu amenipatia ujira huu, kwamba kwa kupitia kitendo kile Mungu amenipatia nafasi ya kuhiji. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatoa ujira hivi. Kisha anasema Sayyidina al-Islam, inatakiwa angaliwe kwamba Mwenyezi Mungu hapoteza ujira wa mkafiri. Je, Mwenyezi Mungu atapoteza ujira wa Muislamu? Sahaba moja alisema, ya Rasulullah, mimi nilipokuwa mkafiri nilifanya vitendo vizuri vingi sana. Je, nitapata ujira wake? Nilikuwa nikitoa sadaka, nilikuwa nikifanya bidii ya kufanya vitendo vizuri. Je, nitapata ujira wake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba kwa sababu ya sadaka ile wewe umejiunga na Islamu, umekuwa Muislamu. Kisha kwa kueleza mada hii kwamba vitu ambavyo ni halali pia vinatakiwa visitumiwe kwa kupita kiasi, anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, mzizi wa wema ni huu pia, kwamba mtu asipite mipaka katika, asiruke mipaka katika kutumia ladha ya dunia na vifaa vya dunia, ingawa vifaa hivi ni halal. Vifaa vya dunia ni kwa ajili hii kwamba mtu apate nguvu kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesema mtu ale chakula hii ni kwa sababu hii kwamba apate nguvu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, na vile vile atimize majukumu yote. Yani wakati mtu anapokula chakula awe na imani kwamba anakula kwa sababu ili aweze kutimiza majukumu yote. Mfano wake ni hivi: kama mtu anayetumia gari ya farasi, yeye baada ya kutembea maili kadhaa anapumzika ili farasi asiwe na uchovu sana na apumzike kidogo. Hivyo ndivyo manabii waliopata ladha ya dunia hii, yani manabii pia wanakula chakula na wanatumia vifaa vya dunia. Wao pia wanapata utulivu kwa kupitia vifaa vya dunia, kama ni kuoa na kuwa na watoto. Vitu hivi pia vinatumiwa na manabii wa Mwenyezi Mungu, lakini wao walipata faida kwa kupitia vifaa vya dunia kwa sababu walipewa majukumu katika dunia hii. Kama mtu wa farasi anamlisha farasi ili apate nguvu, hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawalisha waja wake. Na manabii wanakula na wanatumia vifaa vya dunia ili waweze kuwaelekeza watu katika njia ya wema. Mtu mmoja alileta shutuma dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, kama tumesikia Sayyidina alayhi salam anakula pilau. Sayyidina alayhi salam akajibu kwamba mimi sikusoma katika hadithi kwamba kula chakula kizuri ni haramu kwa ajili ya manabii wa Mwenyezi Mungu. Baadhi wakati watu wanaleta shutuma ya aina hii, wanaona kwamba kula chakula kibaya ni sifa ya manabii, ilhali sio hivyo. Sunna ni ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia. Alimwambia sahaba moja, mimi nakula chakula kizuri, mimi nimeoa na watoto, na lala pia, nafanya ibada pia. Hii ndiyo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnalazimika kufuata sunna yangu hii. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anaendelea kusema kwamba manabii walikuwa hawana tabia hii wala sunna hii, kwamba wao walikuwa wanaangukia vifaa vya dunia tu. mtu wa dunia ana
kula na anatumia vifaa vya dunia bila kujali amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu mwema pia anafanya hivi, basi hawezi kupata maarifa na mambo ya hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amesema yule ambaye anachukua hatua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mungu anaheshimu. Mungu anasema idhilu huwa aqrabu littaqwa. Katika vyakula pia mtu anatakiwa asiruke mipaka. Hii pia ni uchamungu. Uchamungu si huu tu kwamba mtu asifanye dhina na asifanye uizi, bali katika vyakula pia kushika njia ya wasitani ni uchamungu. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza mada hii kwamba wema kwa jamaa ni nini, anasema kwamba mafundisho yangu ni kwamba muwatendee vizuri wote. Mnatakiwa muwe watiifu wa viongozi wenu, kwa sababu wao wanahakikisha ulinzi kwa ajili yetu, kwa sababu wao wanatimiza haki za wananchi. Tunatakiwa tuwatendee vizuri jamaa, kwa sababu wao pia wana haki. Yule mtu ambaye si mcha Mungu na anafanya bid'a, na wao ambao ni wapinzani wetu, hatutakiwi tusali swala nyuma yao. Wale watu ambao wanaleta fatwa dhidi yetu, wanafanya mambo ya bid'a, hatutakiwi tusali swala nyuma yao, lakini lazima tuwatendee vizuri. Licha ya kuwa na hali hii, sisi tunalazimika kuwatendea vizuri. Mafundisho yetu ni kwamba tuwatendee vizuri. Yule ambaye hawatendei vizuri katika dunia hii atapata ujira gani katika akhira? Lakini katika mambo ya dini tunatakiwa tuwe waangalifu sana. Daktari anamtibu watu wote, hivyo ndio mtu mwema anawatendea vizuri wote. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ikiwa makafiri waliuawa, wao waliuawa kwa sababu walikuwa wakosefu. Waliwaua Waislamu ambao walikuwa hawana kosa. Kwa sababu ya kuadhibu hawa makafiri wale waliuawa, na wao walipata adhabu hii kwa sababu ya kuwa wakosefu, si kwa sababu ya hii kwamba wao walimkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana waliuawa, bali wao waliuawa kwa sababu wao waliwaua Waislamu wasiokuwa na dhambi. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, mkumbuke kwamba tunatakiwa tuwahurumie watu wote. Sisemi kwamba muwahurumie Waislamu tu kama watu wengine wanasema, bali nawaambieni kwamba muwatendee vizuri, wawe Waislamu mabaniani au mtu mwingine. Mimi sipendi wale watu ambao wanasema kwamba tuwahurumie watu wetu tu. Wapo watu wengine wanasema kwamba tunaweza kuwadanganya wengine ambao si Waislamu. Wanasema kwamba tukiweka mkono wetu katika asali na mbegu ya aina fulani inapopatikana pamoja na mkono kiasi hiki, tunaweza kuwadanganya wengine. Haya ni mawazo ya wale watu ambao si wa Ahmadiyya. Kwa hiyo hii si sahihi. Kwa sababu ya mawazo ya aina hii hasara kubwa imepatikana, na kwa sababu ya hii hawa watu wamekuwa washenzi. Na wasihi kwamba nyinyi msipunguze duara ya kuwahurumia watu, bali muwahurumia watu wote. Mungu anasema, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Yani katika wema mufanye uadilifu. Yani mtu ikiwa nyinyi umefanyiwa ihsani, mufanye ihsani. Na daraja ya pili ni kwamba mufanye
ihsani zaidi kuliko ihsani yake. Wema hii ni kubwa sana. Kwa hiyo daraja ya juu ni kwamba mtu anafanya wema kwa sababu ya mapenzi. Kama mama anamlea mtoto wake kwa sababu ya kuwa na mapenzi, yeye anapomlea mtoto wake yeye apati matamanio kwamba atapata ujira wake. Hata mfalme akimwambia mama yake kwamba yeye asimpatie maziwa mtoto wake, yule mama hatamtii yule mfalme, na yeye hawezi kufanya hivi. Wema inatakiwa ifanywe hivi. Hazur anasema kwamba kila wakati mtu anatakiwa awe na mawazo ya kufanya wema. Wakati mtu anafanya wema kwa mapenzi ya moyo wake, hii ndiyo ni itaizul qurba. Madamu kitu au vitendo havipati hali hii, haiwezi kuwa vitendo vilivyokamilika. Amesema mkumbuke Mwenyezi Mungu anapenda wema sana na anataka viumbe vyake vihurumiwe. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kufanya wema kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata malengo ya fastabiqul khairat katika maisha yetu. Huzur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu. Jeneza ya kwanza ni bana Hamid Maksud Atif Saheb Bashiri, mtoto wa Masuda Atif Saheb, tarehe 22 ya Oktoba kwa sababu ya maradhi ya fibo alifariki katika umri wa miaka 48. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa Abdurrahim Dar Saheb, alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Baba yake Masud Ahmad Atif alikuwa profesa. 1955 alisomesha, tangu 1955 alisomesha katika Taalimul Islam College. Marehemu alipata masomo ya msingi katika Rabwa, baadaye alijiunga na jamia na baadaye alipata degree ya shahid. Mwanzoni alikuwa na hamu wajiunga na jeshi, lakini baadaye kwa kupitia ndoto akaacha college na akajiunga na Jamia Ahmadiyya, na kule akapata degree ya shahid na akawa mbashiri. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ameacha mke na mabinti wawili na mtoto mmoja wa kiume. Wasif Hama ni mtoto wake na watoto wake wengine wanasoma na mtoto wake anahifadhi Qur'an tukufu. 1991 marehemu alihitimu masomo yake, alipelekwa katika jamaata mbalimbali ya Pakistan. Baadaye alijiunga na chuo cha Namal kwa ajili ya kujifunza lugha ya Kifaransa. 1997 alitumwa Ivory Coast kwa kuwa mbashiri. 2002 aliwahi kuwa mbashiri katika Ivory Coast. Kisha 2016 katika Burkina Faso alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya, lakini baada ya kwa sababu maradhi ya figo alienda Pakistan.
mke wake anasema mimi nilipokwenda Ivory Coast alinifundisha lugha ya Kifaransa kwa juhudi sana ili niweze kuwasiliana na watu bila kuna taabu, ili niweze kusaidia katika mambo ya dini. Watu wengi ambao waliniandikia kuhusu sifa za marehemu wamesema alikuwa mtu mwenye bashasha sana, alikuwa akiwaheshimu sana wenzake na wakubwa, alikuwa mtifu hali ya juu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, awajalie subra watoto wake na waweze kuendelea na wema ya baba yao. Jeneza ya pili ni Ali Said Musa Saheb, Amir Jamaat wa Tanzania. Tarehe 30 wa September alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umri wake ulikuwa miaka 67. 1950 alizaliwa katika Tanzania. 1980 alijiunga na chuo cha Dar es Salaam na alipata degree ya BA. Alipata degree ya agriculture economic. Aliwahi kuitumikia serikali katika idara mbalimbali. Halifa mtukufu wa 4 alimpatia nafasi na jukumu la kufasiri Qur'an tukufu katika Kiyao. Yeye kwa sababu ya shughuli zake zingine alichukua muda mrefu sana. Halifa Manne alisema kwamba ikiwa mnafanya tafsiri hivi itachukua miaka kama 30 kufasiri Qur'an tukufu. Kwa hiyo yeye kwa kusikia nasaha na maoni haya ya halifa mtukufu, yeye akaahidi kwamba mimi nitafasiri Qur'an tukufu haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo akaacha shughuli zake zingine zote na akaanza kufanya tafsiri ya Qur'an tukufu, na katika miaka 5 alimaliza tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Kiyao. 2006 aliteuliwa kuwa amiri wa Tanzania. Burundi, Malawi na Mozambique pia ilikuwa chini yake. Katika uamiri wake jumuiya ilianzisha secondary school. Vile vile jumuiya ilinunua shamba pia. Alikuwa mtu mtiifu sana na mwaminifu sana, na alikuwa akipenda sana uhalifa. Ameacha mke na watoto wa kiume 3 na mabinti 3. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote waweze kuendeleza wema ya baba, na Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi. Jeneza ya 3 ni ya Nusrat Begum Sadka Sahiba. Alikuwa mwenyeji wa Rabwa. Tarehe 16 na usiku wa tarehe 16 na 17 katika Tahira Heart Institute amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mama wa Muhammad Tahir Sahib ambaye ni in charge wa Arabic desk. Sifa yake hasa ilikuwa kwamba alikuwa akipenda sana umoja wa Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa mnyenyekevu, alikuwa hadhihirishi wema. Babu yake Mia Taula alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwa kumpitia Maulana Burhanuddin Saheb alifanya bayat. Alikuwa na shauku sana ya kusomesha Qur'an tukufu. Mwenyewe alikuwa akisoma na alikuwa akisomesha. Halifa wa 3 aliposema kwamba wazee kina mama wazee wa zamani ambao si wasomi wasome Qur'an tukufu, basi wakati ule kwa nasaya halifa wa 3 wazee wengi walianza kusoma Qur'an tukufu kutoka kwake, hata walisoma tafsiri yake pia. Wasiokuwa na jumuiya kina mama pia walikuwa wakisoma Qur'an tukufu kutoka kwake, na wasichana wengi walijifunza kusoma kutoka kwake. Alikuwa na shauku sana ya kusoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na alihifadhi
shairi la Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mtoto wake anaandika kwamba shairi lililoandikwa kuhusu Mahmud ki Amin alikuwa akisoma sana na alikuwa akidia sana kwa kusoma shairi hili la Sayyidina alayhi salatu wassalam. Vile vile alifanya kazi kubwa sana dhidi ya bid'a. Wanawake wengine ambao walikuwa wakifanya bid'a, marehemu alifanya jihadi dhidi ya hawa wanawake na alifanya juhudi wale wanaofanya bid'a wasifanye bid'a wao waaminio. Marehemu alikuwa akisoma swala kwa moyo sana na alikuwa akisoma Qur'an tukufu kila siku bila kukosa. Alikuwa amefanya wasia. Watoto wake ni wanne. Ya kwanza ni bwana Mumin Saheb. Wapo watoto wake wengine ambao wanaitumikia jumuiya. Jumla alikuwa na watoto wa kiume 6. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake wote wafuate nyayo zake katika maisha yao. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على